Tutaendelea na kipindi chetu kutokea last week. Tulifanya Samueli wa kwanza, tulifanya mstari wa kwanza mpaka wa 11 ambapo tuliona sanduku la agano linatwaliwa, lakini pia tuliona Hofni na Finehasi wanauawa vitani. Kwa hiyo leo tutaendelea kuanzia mstari wa 12 mpaka wa 22. Tutatangulia kusoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Neno la Mungu linasema, basi mtu mmoja wa Benyamini akapiga mbio kutoka mle jeshini, akafika Shilo siku ile ile, hali nguo zake zimeraruriwa na mavumbi kichwani mwake. Alipofika, tazama, Eli alikuwa ameketi kitini pake kando ya njia, akingojea, maana moyo wake ulitetemeka kwa ajili ya sanduku la Mungu. Na yule mtu alipoingia mjini, akatoa habari, mji wote ukalia. Naye Eli aliposikia kelele za kile kilio, akasema, maana yake nini kelele za kishindo hiki? Yule mtu akafanya haraka, akaenda akamwambia Eli. Basi Eli umri wake umepata miaka 98 na macho yake yamepofuka hata asiweze kuona. Yule mtu akamwambia Eli, mimi ndimi niliyetoka jeshini, nami leo hivi nimekimbia toka jeshini. Naye akasema, yalikwendaje mwanangu? Yeye aliyeleta habari akajibu akasema, Israeli wamekimbia mbele ya Wafilisti, tena watu wengi sana wameuawa, hata na wana wako wawili Hofni na Finehasi wamekufa pia, na sanduku la Mungu limetwaliwa. Ikawa alipolitaja sanduku la Mungu, Eli akaanguka kitini pake kwa nyuma kando ya mlango, shingo yake ikavunjika, akafa, maana alikuwa mzee tena mzito, naye alikuwa amewaamua Israeli miaka 40. Tena mkewe huyo Finehasi alikuwa mjamzito karibu na kuzaa. Basi aliposikia habari ya kutwaliwa sanduku la Mungu na ya kwamba mkwewe na mumewe wamekufa, akajiinamisha akazaa, maana utungu wake ulimfikilia. Hata alipokuwa katika kufa, wale wanawake waliohudhuria karibu naye wakamwambia, usiogope, kwa maana umezaa mtoto mwanamume. Walakini hakujibu wala hakumtazama. Akamwita mtoto Ikabodi, akisema, huo utukufu umeondoka katika Israeli, kwa sababu sanduku la Mungu lilikuwa limetwaliwa, na kwa sababu ya mkwewe na mumewe. Naam, akasema, huo utukufu umeondoka katika Israeli, maana sanduku la Mungu limetwaliwa. Amina. Moderator, karibu endelea. Amen. Basi ninaomba kama una point yoyote ya kuchangia, karibu unyooshe mikono, tuendelee. Karibu Sister Rebecca. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amen. 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 Sasa mimi hapa kuna mambo mawili matatu nimeyaona. Jambo la kwanza kabisa kwenye huo mstari wa 12 nasema, mtu mmoja wa Benyamini akapiga mbio kutoka mle jeshini, akafika Shilo siku ile ile, hali nguo zake zimeraruliwa na mavumbi kichwani mwake. Hii inanionyesha, yani kuna kitu kimoja kinachoitwa wajumbe. Kila mtu katika maisha yetu au kila mara kuna wajumbe ambao huwa wanatumwa kuja kutupa habari. Sasa ni muhimu sana kuwa tunaomba tuweze kupokea wajumbe wa habari njema. Tunajua malaika alitumwa kwa Maria kumwambia habari njema. Kuna habari njema, watu wengi wameletewa wajumbe, wanafika wanakwambia habari njema. Na saa nyingine wajumbe tunashindwa kuwatambua. Kama Daudi alikutana na yule sio mtumishi, mtumwa wa Kimisri. Alikuwa ni mjumbe yule, lakini alimtreat vizuri. Baadaye akaweza kuget out of him information ambayo iliwasaidia wao kushinda vita na kurecover vitu ambavyo vilikuwa vimeibiwa kwao. What I'm trying to say is, wapo wajumbe wabaya na wajumbe wazuri, na sio lazima wawe watu. Unaweza kuwa vitu. Kwa mfano, unaweza ukapata report, umefukuzwa kazi, report
kuna hali mbaya ya kiuchumi. Hiyo ni ujumbe. What do we do with it tukipata habari mbaya kama hizo? Kama huyu Eli alipopata hiyo habari iliyotolewa na mjumbe na ilikuwa habari nani sio nzuri, anasema alikuwa nani, moyo wake ulitetemeka. Aha, kumbe kuna ujumbe unakuja unaleta hofu ndani yako, na tunajua hofu ndio mlango ambao shetani anaingia kuweza kuharibu, kuua na kuchinja. Kwa hiyo mara nyingi sana tuangalie sana hizi jumbe zinavyokuja zinafanya nini katika maisha yetu. Kama zinaingiza hofu, that is not of God, na unatakiwa uikatae ile hofu. Mimi kuna rafiki yangu mmoja siku moja kwa ananiambia amefanya kazi sana kwenye wagonjwa wa kansa, akawa ananiambia yani, nimeanza kwa vile naona wagonjwa wa kansa kila siku, nimeanza kuwa naogopa, yani naogopa kansa. Nikamwambia unajua unachokiogopa ndicho kinachokupata. Alishangaa kweli, yani akawa kama amefunguka. Yes, nikamwambia no, you need to pray against that's the spirit, na shetani anatumia hiyo kila siku kukupa habari mbaya, na wewe unaanza kupandikiza kitu katika moyo wako. Kwa hiyo wajumbe, Mungu atusaidie kwamba tupate wajumbe wazuri. Ni kitu kizuri sana cha kuwa unaombea kila mara, kiweza kila siku, kwamba Mungu, leo nitasikia habari njema, nitapokea ripoti njema. Ripoti nitakazozipokea leo, ripoti ninayoamini ni ripoti yako na sio ripoti ya wanadamu. Kingine ambacho nimeiona ni kelele. Tunasikia kelele jamani, kelele zimetuzunguka kila wakati. Kuna kelele za shangwe, kuna kelele za huzuni. Huyu anasema alisikia kelele, akauliza maana yake ni nini? We have to know, kelele tunazosikia zina maana gani? Kuna kelele zinataka kutoa kwenye mstari, kuna kelele ambazo ni za ushindi. Wewe unataka kusikia kelele gani? Umeona, na hapo anasema yule mtu alivyosikia ndo akaenda akakimbia kabisa ili kuleta habari mbaya, na Eli akaanguka akafa. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Ngoja niwaachie wengine wachangie. Mungu awabariki. Amen. Buni, karibu Sister Kanana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asante Sister Rebecca. Mi naangalia point ya kufa kwa huyu Eli. Tunaona hii ni concept, madhara ambayo tunajua wote kwa nini anakufa. Anakufa kwa sababu alishindwa kuwaonya watoto wake. Tunaona hii jambo, tunaona kwamba alitakiwa awalee watoto katika njia fulani, lakini hakuifanya. Na yeye naye mwisho wake tunaona Mungu alimwambia yeye kwamba watoto wake watakufa, lakini hakumpa taarifa kwamba hata yeye atakufa. Tunaona sasa na hii inakamilika kwa sababu wanasema kwamba itakuwa mwisho wa upande wao kuwa makuhani. Tunaona Mungu anatimiza hili jambo kwa yeye mwenyewe, ambaye ninaweza nikasema kwamba sababu, nataka kufikiria kwamba sababu ya yeye kufa ilikuwa ni kwa yeye kushindwa kuweza kuwaonya wale watoto, kama ambavyo inatakiwa tunawalea watoto kilele mama. Tukifikiria kwamba tuliongelea hii last time, tulirudia, ila kwamba sababu kubwa ilitokea kwamba alishindwa kufanya yale aliyokuwa anatakiwa, na yeye sasa anapata madhara ambayo yametokana na mambo ambayo hakuyatimiza. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe waangalifu Mungu anapotupa jukumu. Tunaweza tukajikuta hata sisi ile ambao ahadi ambao Mungu alikuwa ameweka, labda angeweza kuyaona maisha ya watoto wake wanaendelea vizuri, wanaongoza, wanafika mbali na wao, lakini sasa na yeye pia inakuwa mwisho wake. Ingawa Mungu alitoa utabiri kwamba ni watoto wake watakufa, at the same time tunaona hata yeye naye anapata ujumbe na anakufa. Kwa hiyo ni jambo la kuzingatia sana tunapolea watoto, na mambo tunayotenda inaweza kusababisha hata sisi tukapata mwisho wa safari ambayo Mungu alikuwa bado anaitarajia iwe ndefu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niishie hapo. Amen. Kuna mwingine? Karibu Sister Ayua. Umejimute? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo mi naona kama inatufundisha pia sisi tuwe tunaombea viongozi, kwa sababu pale madhara Bwana atakapotuadhibu, sio tu wale viongozi adhabu itawafika, bali na watu wengine. Tunaona hapo kwamba Waisraeli wengi walikufa kwa sababu tu ni Mungu alikuwa ameshusha adhabu kwa sababu ya makosa ya Eli.
Kwa tunapoendelea kutowaombea viongozi na wanakosea, adhabu ikija inakuta hadi wengine ambao walikuwa Naomba hawastahili mjimute kufa, please. lakini wakuta wanakufa kwa sababu ya makosa hata ya viongozi ambao walikosea. Kwa Mungu atusaidie na sisi tuendelee kuwaombea viongozi ili wapofanya majukumu yao yafanye katika ukamilifu na wafanye katika mapenzi ya Mungu ili adhabu isitukute wote pia. Asante. Amen. Ubarikiwe. Karibu Sister Victoria. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaangalia huo mstari wa mwisho, huyo mkwe wa Eli alipopata hizo habari na yeye akapata mshtuko, maana anajifungua na kufariki hapo hapo. Lakini kitu ninachoangalia ni hilo jina la huyo mtoto, akaitwa Ichabod, utukufu umeondoka. Ninajiuliza, au walijua, hii familia ilijua kwamba utukufu umeondoka? Kuna wakati mwingine mimi naangalia katika mafamilia, katika makanisa, katika ibada, kuna mahali pengine sometimes tuna force issue. Tunajua kabisa kama hapa siko, hatujaenda hivyo, yani Mungu sivyo anavyotaka, lakini kwa sababu ya mila, desturi na vitu tunang'ang'ania vitu vingine, lakini tunajua kabisa Mungu hayuko na sisi. Na kitu ninachojifunza hapa, tunapofikia hiyo hatua, mbona tukatubu tukamrudie Mungu, tujiulize kule tulikotokea, kwa sababu sometimes tunafikiria kwamba action tunafanya vitu vingi. Ninaonaga tukifanyaga hata ma conference huko kanisani, tunaona this conference wasn't good, ilifeli. Lakini badala turudi magotini, tujue tulipokosea, turudi tulipotoka, tunafanya vitu vingine. Sasa next time tutaita mwimbaji huyu, next time tutaita powerful preacher, next time tutafanya hivi na hivi. Hizo ni nguvu za mwanadamu. Ni vile tu tujue kwamba hapa utukufu umeondoka, Mungu hayuko pamoja na sisi. Ngoja turudi magotini tufanye kile kinachompendeza yeye. Amen. Amen. Ubarikiwe sana Sister Victoria, kwa sababu hata mimi nilipoangalia huo mstari wa 18 na 19 sema ikawa alipotaja sanduku la Mungu Eli akaanguka. Alafu na 19 tena yule mkwewe huyo mkewe huyo Phineas, naye aliposikia limetajwa sanduku kwamba limeondoka, ndipo wakaanguka. Kwa hiyo pamoja na kwamba adhabu ilikuwa kwamba ipo, watakufa kutokana na alichosema Sister Kanana, lakini nimeona kwamba kweli utukufu wa Mungu unapoondoka hata kwenye maisha yetu, ndipo tunapoweza kupata vifo, matatizo, balaa na vitu vingine. Mungu atusaidie. Basi karibu Sister Jenny, then Sister Rebecca. Umejimute Sister Jenny? Bado umejimute? Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeah. Samahani dakika moja, naomba shika sauti kidogo, sauti. Dakika moja ngoja kuna mtu sauti ya. Samahani kidogo, niko juu. Pointi zangu nataka mimi nichangie sehemu moja. Tumeona kifo cha Eli, mtumishi Eli, ilikuwa ni kwamba yani kwamba pamoja amefiwa na watoto wake, lakini swala lingine ilikuwa ni sanduku la agano kwake yeye, kwake ndio uwepo wao wa Mungu. Umeona, kwa vile walikuwa wanategemea hilo agano, ile ni sanduku la agano. Kwa hiyo na sisi hapa tunataka tujifunze kitu kimoja. Mungu atabakia kuwa Mungu. Haijalishi wapi tunapita, tunakutana na mauti, tunakutana na kitu gani, lakini bado Mungu ataendelea kusifiwa katika magumu yote. Hiyo ni moja. La pili, tukiangalia katika Joshua 1, kuna sehemu Mungu alimwambia Joshua kuwa shujaa wa moyo. Umeona, kuwa shujaa ya moyo maana yake ni kwamba tukiwa kama Wakristo kuna vitu vingi vinaweza vikatutokea, lakini tusipokuwa na shujaa wa moyo, ndivyo hivyo unakuta hata hataki. Pata picha kama kitu kimoja, mpendo, unaambiwa kuna kitu fulani, umepata mshtuko hapo hapo umekufa. Umeona, au umepata mshtuko kwamba umepata mshtuko kitu kinatokea, yani ukapata magonjwa. Sasa ile inatuonyesha kwamba bado ule ushujaa wa moyo wa kuhandle hayo mambo yanakuwa yani hatuwezi. Kwa hiyo katika maombi yetu tuendelee kumuomba Mungu kwamba atupe ushujaa wa moyo, especially kwenye siku hizi za mwisho. Kuna mambo mengi tunayaona na mengine yanatokea kwenye familia zetu tunayaona, lakini tunapokuwa tuna ushujaa wa moyo tunaweza tukayashinda hayo yote. Hiyo ni moja. La pili, katika yule mtoto kuitwa Ichabod,
yani tuna sisi wenyewe hatuwezi kusema tu wazazi wetu huko zamani, mpaka sasa hivi unakuta mazingira yote yanayotokea au chochote kile unampa mtoto jina, lakini lile jina linaleta matunda au linaleta, I don't know how to say it, kutokana na jile jinsi ulivyomuita, na kinatuonyesha hapo uchungu na wenyewe. Na sisi Wakristo hatuongelee tu kama hadithi tu hapo, hata sisi wenyewe bado tumebeba uchungu, na huo uchungu okay. Na huo uchungu unatusababisha tusiweze kuona uwepo wa Mungu, tupate picha kwamba yule mke wake kama angekuwa bado ana nguvu za Mungu au anajua bado Mungu bado ni tumaini lake, sidhani kama angemwita mtoto hivyo au ule uchungu. Kwa hiyo na sisi Mungu atusaidie, tutakutana na makubwa, lakini tuendelee kumwomba Mungu asawazishe uchungu, kwa sababu uchungu na wenyewe unasababisha uwepo wa Mungu usiwepo. Naomba nishare hapo, labda kwa mwingine tena nitarudi tena baadaye. Amen. Karibu Sister Rebecca. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Kuna vitu viwili ambavyo vingine nimeviona. Cha kwanza nimeona hapa kuna mstari unasema kwamba Eli alimtumikia Mungu kwa miaka 40. Inasikitisha sana kwa mtu yoyote kumtumikia Mungu kwa muda huu wote, alafu ukaja kuja utukufu ukaondoka katika kifo chako. Yani hiyo tuanze kuilinganisha na sisi kwamba mwisho, neno la Mungu yani Mungu nia yake ni kwamba mwisho wetu uwe mwema kuliko mwanzo. Hilo ndo kusudi la Mungu kwa kila mwanadamu, especially tuliokombolewa kwa damu ya Yesu, kwamba mwisho uwe mwema. Na haya yawe maombi yetu. Bwana, ninaomba mwisho wangu uwe mwema. Ni afadhali uanze vibaya umalize vyema kuliko kuanza vyema kumaliza vibaya. Lakini kingine vile vile nimekiona ambacho nimekiona katika hapa ni kwamba nilikuwa nimekiona hapa chini mara moja. Eli akaanguka kitini pake kwa nyuma kando ya mlango, shingo yake ikavunjika, akafa, maana alikuwa mzee tena mzito, naye alikuwa amewaamua Israeli miaka 40. Hiyo ya kwanza. Kingine ambacho Sister Kanana amekizungumzia, nimekumbuka Sister Kanana alichozungumzia kwamba Eli hakujua kwamba na yeye atakuwa pati ya hiyo hukumu ya Mungu. Hii inanikumbusha Hezekia alivyoambiwa kwamba umefanya hivi na hivi na hivi, kwa hiyo Mungu atakuhukumu, uzao wako utaenda utumwani. He didn't bother to pray, lakini yeye alikuwa ameambiwa kwako kutakuwa na amani mpaka ufe. Kwa hiyo yeye akafurahia ile amani. Kwa hiyo jamani, tusiridhike tunapoona pana hukumu mahali. Inaweza kuwa hukumu imekuja kwenye kanisa ulilopo, ukaona si ya kanisa, labda ni mchungaji, mimi nanihusu nini? Hukumu kwenye nchi, si nchi. Lakini angalia kama tunaweza tukatoa mfano wa nchi yetu, kama ni hukumu ya Mungu, wale walioko kule ambavyo hata kama haikuhusu in one way or another inakuwa nani? Je, hukumu ya familia, hata kama wewe haijakupata, je, utafurahi unapoona ndugu zako wanateseka? Na wale ndugu wewe hajakupata lakini wanakusumbua, kuna mtu anaumwa, kuna mtu anakufa, kuna mtu anafanya nini. Kwa hiyo tuchukulie hivi vitu vinavyowapata wengine kwamba na sisi, hata kama unajua wewe akitakupata ni sawa sana wokovu. Tumeokolewa, mimi nimeokolewa katika familia yangu. Nisipowaombea ndugu zangu, nisipoombea marafiki zangu, nisipoondelea jamaa zangu, saa nyingine unakuta unapata shida. Ukisema niende kwenye vikao vya ndugu, watu wenye wanaswea, watu wanakunywa mipombe, watu wanafanya nini, kwa sababu hamna wokovu katika familia. Kwa hiyo naanza kujitenga. Kwa hiyo tukumbuke kuombea wengine, hata kama sisi it doesn't affect us directly, indirectly it will affect us. Mungu awabariki. Amen. Kuna mwingine ana point ya kuchangia kabla sijamuita Dr. Belinda? Endelee. Basi karibu. Amina. Asifiwe tena. Asanteni sana kwa michango yenu. Nimejifunza sana kutoka kwa kila mmoja wenu. Nitashare na mimi ambacho nimejifunza. Sijui nimegoma kusogea, sijui nimegusa. You see my screen? It's not moving.
stop kushare kidogo, maana screen yangu imenigomea kumove hapa. Okay. Wakati ana sort out mitambo, kuna mtu ana kitu chochote amekumbuka? Hakuna, basi karibu endelee. Can you see it? Yes. Yeah. Asante. Kwa hiyo wakati kwenye mstari wa 12 inapozungumzia yule mtu ambaye alikuwa anapiga mbio kutoka mle jeshini na kufika Shilo siku ile ile, inasemekana kwamba kutokana na hali ilivyokuwa wakati ule, kwamba hakuna simu, hakuna kusema sijui gari ambayo itakimbia haraka kupeleka taarifa, kulikuwa kuna watu ambao wanawekwa maalumu kwa ajili ya kukimbia kupeleka taarifa sehemu nyingine inapokuwa inahitajika. Kwa hiyo hata katika kundi la wale watu ambao wanakuwa ni wapiganaji, kunakuwa kuna watu ambao wana mbio zaidi, ambao walikuwa wanawekwa specific kwa ajili ya, wakiona hali fulani imefikia, basi yule mtu anatakiwa atoke haraka aende kupeleka taarifa kwa wale watu wengine. Na neno la Mungu linatuambia kwamba huyu mtu hali nguo zake zimeraruliwa na mavumbi kichwani mwake. Wana wa Israeli walikuwa na hii custom, walikuwa wanaita keria. Walikuwa wanararua nguo kama sehemu ya kuonyesha maombolezo au unyenyekevu au kama ni severe grief. Kwa hiyo huyu mtu, kutokana na kile ambacho tayari kilikuwa kimeshatokea kule vitani, alikuwa tayari ameshararua nguo zake na kujipaka mavumbi kichwani kama kuonyesha hali ambayo imewakuta, kuomboleza kutokana na wale watu ambao wameshakufa kule kwenye vita, ambao tunaambiwa ni 30,000 zaidi ya wale waliokufa mara ya kwanza. Kwa hiyo alipokuwa anakimbia, ina maana mtu ambaye anamuona once amefika kwenye mji ambao alikuwa anaenda, wale watu watakao muona wa kwanza, kutokana na hali ambayo anakuwa nayo, tayari wanakuwa wanajua ni kitu gani, ni message gani ambayo mtu anakuwa ameileta. Na tunaambiwa pia katika Mwanzo 37:34, Yakobo alirarua mavazi yake akajivika gunia viunoni na kumlilia mwanawe siku nyingi, wakati alipokuwa amepewa taarifa za Yusufu kwamba wakati kaka zake walipopeleka taarifa za Yusufu kwamba ameliwa na mnyama mkali. Lakini pia tunaona kwenye upande wa unyenyekevu, watu wa Ninawi walivyopelekewa ujumbe na Jona kwamba Mungu anakuja kuwahukumu. Neno la Mungu linatuambia basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu, wakatangaza kufunga, wakajivika nguo za magunia, tangu yeye aliye mkubwa hata aliye mdogo. Hii ilikuwa ni sehemu ya kuonyesha kwamba wanatubu na wanamrudia Mungu, ili Mungu aweze kubadilisha judgment ambayo alikuwa ameitangaza kupitia Yona. Kwa hiyo kitu kingine nikawa najifunza ni kwamba huyu mtu baada ya kupigwa sasa na wengine wamekimbia, yeye anakimbia kwenda kupeleka taarifa, akakumbuka kitu ambacho wao wanakifanya wanapokuwa wamekutana na hali ngumu, wakiwa wanamtafuta Mungu kwenye hali za kuomboleza. Akararua nguo na kujipaka mavumbi kichwani. Kwa hiyo somehow ilikuwa kama ni response ambayo imekuwa delayed, kwa sababu this is what they were supposed to do. Wakati ule wanaona yale mambo ambayo yanaendelea kwenye Israeli, kwamba haya mambo hayampendezi Mungu, kwa sababu walipokuwa wakipeleka sadaka kwa mfano, na watu wakawa Hofni na Finehasi wakawa wanachukua ile sadaka ambavyo sivyo sawa na maelekezo ya Mungu. Kuna sehemu nafikiri kwenye chapter 2 ilikuwa inasema kwamba wale watu walikuwa wakikataa, yule mtumishi alikuwa anawaambia kwamba kuhani anataka hii kama ilivyo hivi. Kwa hiyo ina maana at some point wale watu walikuwa wana resist kile ambacho kilikuwa kinafanywa na Hofni na Finehasi, lakini walikuwa kind of wanakuwa overridden. Lakini kumbe basi kama walishaona ambacho kilikuwa kinatokea, wangeweza kufanya kile walichotakiwa kukifanya at that point in time. Ina maana Mungu angeweza kusikia watu ambao walikuwa wanaomba kuomba msamaha kutokana na kile kilichokuwa kinaendelea, toba, and then akaweza kubadilisha. Mara nyingi this is the same hata kwetu. Mara nyingi tumekuwa reactive badala ya kuwa proactive, kwa sababu tunaambiwa kwamba tukeshe tuombe tusiingie majaribuni, lakini oftentimes
watu tunasubiri mpaka tukishaingia kwenye majaribu, then ndo tunaanza sasa kuomba. Kwa hiyo imekuwa response ambayo somehow imekuwa delayed. Mungu anasema ameweka walinzi juu ya kuta za Yerusalemu ambao hawatanyamaza mchana wala usiku, wakiwa wanamkumbusha Bwana. Hawatakuwa na kimya wala hawatamwacha Bwana kuwa na kimya mpaka atakapoifanya imara Yerusalemu na kuifanya kuwa sifa duniani. Kwa sasa ukiangalia kutokana na hawa walinzi ambao walikuwa wamewekwa juu ya kuta za Yerusalemu, mimi na wewe tumewekwa kuwa walinzi wa kitu gani ambacho labda tunatakiwa tukae tukiendelea kumwomba Mungu ili aweze kuleta mabadiliko? Nafikiri sasa Rebecca alikuwa anaongelea vitu vingine ambavyo tunakuta vinakuwa vinaendelea kwenye familia ambapo tunakuwa tunaviona, lakini tumenyamaza, hatujataka kusimama katika ile nafasi ya ulinzi. Inawezekana ni familia yako, inawezekana kuna vitu vingine ambavyo ni vyako wewe mwenyewe unatakiwa usimame, lakini ni vingine ni vya familia, kabila, hivyo ukoo wenu. Kuna vitu ambavyo Mungu ametuweka kuwa walinzi. Basi Mungu atusaidie ili kuweza kusimama katika hiyo nafasi ambayo ametupa ya ulinzi kwa uaminifu. Na tunaona pia Mungu anapenda zaidi tubadilike kwenye mioyo yetu na sio mavazi, kwa sababu hii kasam ilikuwepo ya kurarua mioyo, kurarua mavazi. Yoeli 2:12-13 Mungu alikuwa anawaambia, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuombolea. Rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hughairi mabaya. Kwa hiyo tunapokuwa tunakuwa na change of heart, Mungu anajua, kwa sababu yeye haangalii nje, anaangalia ndani. Kwa hiyo mioyo yetu ataiona kama kweli tunataka kujifanya upya ili tuweze kubadilika na kuenenda katika njia zake. Mstari mwingine ni huo Ezekiel 18:30-32. Sitausoma wote, lakini anasema jifanyeni moyo mpya na roho mpya. Mbona mnataka kufa yenye nyumba ya Israeli? Na tunajua kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo kumbe kutubu kunatuokoa pia kutoka kwenye mauti. Kwenye verse 13 inatuambia kwamba Eli alikuwa ameketi kitini pake kando ya njia. Wakati naendelea kujifunza kwenye hili ni kwamba wakati Eli, kutokana na nafasi yake kama kuhani mkuu, kulikuwa kuna special areas ambayo walikuwa wanakaa wakati wanahukumu watu. Kwa hiyo walikuwa wanakaa kwenye hicho kiti ambacho mara nyingi kilikuwa kinakuwa kando ya njia, ambako sasa wale watu wenye shida mbalimbali ambazo wanahitaji msaada wa kuhani mkuu walikuwa wanakwenda pale. Kwa hiyo Eli alikuwa ameketi kwenye kiti chake pale pale kando ya njia, katika kiti ambacho kilikuwa ni kiti ambacho sasa yeye ndiye alikuwa kuhani mkuu. Kwa hiyo alikuwa ameketi kwenye kiti, kwa hiyo in his position kama kuhani mkuu alikuwa anangojea. Moyo wake tunaambiwa ulikuwa ukitetemeka kwa ajili ya sanduku la Mungu. Kwa hiyo ina maana hata ile idea tu ya kwamba something bad might happen kwa wale watoto wake, ingawa alikuwa ameshaambiwa, lakini ni kwamba uwazi kama itakuwa leo. Nafikiri kitu kingine ambacho kilikuwa kinamfanya moyo wake ukatetemeka ni kutokana na nafasi aliyokuwa nayo, na kwamba sanduku la agano lilikuwa limetolewa kutoka kwenye tabernacle bila maelekezo ya Mungu kwamba walitoe ile sanduku liende vitani, kwa sababu neno la Mungu linatuambia kwamba ambaye alikuwa responsible kuingia kule patakatifu pa patakatifu ambako sanduku lilikuwa linakaa alikuwa ni kuhani mkuu peke yake, naye alikuwa anaenda only once per year. Hatuoni kwamba wakati wanakuja kulichukua kwamba aliresist in any way. Biblia haituambii chochote, lakini kutokana na kilichofanyika na kutokana na yeye kwamba alikuwa anajua sanduku limechukuliwa bila kufuata maagizo ya Mungu kwamba sanduku liende pamoja nao vitani, nafikiri hii ndio ilikuwa sababu kubwa ya yeye moyo wake kuwa unatetemeka, kwa sababu alikuwa anajua tayari ameshakosa kwa kutokufuata maelekezo ya Mungu. And also inanifanya nifikirie kwamba Eli, pamoja na kwamba alikuwa na haya mapungufu mengine ambayo tumeyaona in terms of parenting, in terms of leadership skills maybe, kwa sababu inaweza kwa watoto wake kuto kufanya vile. Neno la Mungu lilikuwa linasema watu ambao wanafanya vile walikuwa wanatakiwa watolewe kwenye hizo community.
lakini yeye aliwaacha wakaendelea kusimama katika nafasi zile zile kama makuhani. Kwa hiyo pamoja na kwamba alikuwa na mapungufu, lakini bado alikuwa anamjua Mungu. Neno la Mungu linatuambia katika Samueli 1:2-29 kwamba aliwaheshimu wanaye kuliko Mungu, kuliko mimi. Kwa hiyo ina maana alivyosema ukawaheshimu wanao kuliko mimi, ina maana Mungu alikuwa anajua kwamba Eli anajua nini anachotakiwa kufanya, lakini bado aliprefer kuwaheshimu watoto wake kuliko kumsikia Mungu anataka nini katika wakati ule ambao walikuwa wanapitia, ambako watoto wake walikuwa wamekosea. Na nimeunganisha hapa mstari wa 14 na wa 19 kutokana na Eli aliposikia kelele za kile kilio, akasema maana yake nini kelele za kishindo hiki, na mstari wa 19 ambako mkwewe aliyekuwa mjamzito karibu na kuzaa aliposikia habari ya kuswaliwa sanduku la Mungu. Wakati nafikiri ulikuwa wakati wa review, Sister Rebecca alikuwa amezungumzia kidogo kuhusiana na kusikia, na ukifikiria kuna mifano mingine ambayo nafikiri ni Sister Rebecca nafikiri ametoa, sikumbuki mwingine alikuwa ni nani. Alikuwa hawa watu baada ya kusikia ndio kilichotokea kikatokea. Huyu mwingine akadondoka akafa, huyu mwingine uchungu ukamwanza. Of course sisi kama wanadamu pia tumeshasikia. Kuna watu ambao unaambiwa kabisa aliletewa taarifa fulani, labda aliletewa taarifa ya mtu fulani amefariki, aliletewa taarifa fulani ambayo ilikuwa ni mbaya. Kutokana na ile taarifa, yule mtu na yeye akafa hapo hapo kutokana na ule mshtuko. Of course kuna mambo mengi ambayo yanakuwa yanapita kwa sababu ukishasikia kichwa kwenye brain huko kuka register ile habari, na ile shock inakuja katika zile response ambazo binadamu waga tunapata immediately wakati kama huo. Kuna response mbili, moja either ukimbie au fight, lakini zile hormones ambazo zinatengenezwa kwa wakati huo huwa zinaweza kuleta madhara mengine makubwa, especially kwenye moyo, lakini pia huwa zinaweza zikaenda kuanzisha uchungu. Tutakuwa kuna watu ambao mmewasikia baada ya kusikia taarifa fulani, basi uchungu ndio ukamwanza akazaa. So tunaona hii inakuwa the same kwa huyu mke wa Phineas. It tells me about masikio yetu kama important spiritual gate as well, kwa sababu Warumi 10:19 inatuambia basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Haikuwahi kutuambia kwamba basi imani chanzo chake ni kusoma, au imani chanzo chake ni kuona. Mungu ametuumba, anatujua kwamba ametupa macho, ametupa macho ambayo tunaweza tukaona, ametupa let's say mikono na ngozi na nini ambayo we can feel. Hakutuambia kwamba imani chanzo chake ni kufeel kitu fulani au kutokana na emotions zetu, lakini ametuambia imani chanzo chake ni kusikia. Kwa hiyo ameattach imani yetu kwanza kwenye kusikia, na ukiangalia hii imani kwamba chanzo chake ni kusikia, na ndivyo ambavyo tunaambiwa kwamba basi imani chanzo kwenye Waebrania 11:1 kwamba ni hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya yale yasiyoonekana. Kwa hiyo unakuwa umebainisha ambayo bado hujayaona, lakini unakuwa na huo uhakika to that extent ya kwamba hiki kitu kitakuwa kama ambavyo imani ile imekuongoza at that point in time. Wakati Yesu anaongea na wanafunzi wake, Tomaso wakati ule alisema mimi sitaamini mpaka nimemuona, nimeingiza vidole vyangu kwenye mikono yake ambako alipiga misumari na kwenye ubavu wake. Yesu alipokuja akamwambia wewe kwa kuwa umeniona umesadiki, waheri wale wasioona wakasadiki. This is the same way hata leo. Kwa mfano tunaokolewa kwa neema kwa imani, na sio kwamba tulimuona Kristo kwa macho yetu. Kuna watu walioishi at that time ambao ndio walimuona Kristo kwa macho na waka witness yale maisha yake, lakini bado kuna wengine ambao hawakuamini even though walikaa na Kristo wakamuona. Lakini sisi leo tunaamini kwa imani tu, sio kwamba tulimuona, kwa sababu tumesikia. Na this same way ina maana kila mtu kulingana na Mungu amempangia ata imani yake kwa habari ya wokovu itakuwepo lini.
Ina maana siku nyingine huyu mtu anaweza akawa anasikia lile neno lakini akasikia, lakini ikawa sio neno la Kristo ambalo alikuwa amelikusudia kwa huyu mtu kwa siku ile kuweza kusikia ili kumpatia wokovu, kwa sababu kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo ni kuendelea kuombeana tu kwamba at some point hawa watu wa wenzetu ambao bado hawajampokea Kristo basi waweze kumsikia Kristo na neno la Kristo likapate kuwashuhudia ndani ya mioyo yao ili waweze kuamini, kwa sababu imani ndio foundation ya kuweza kusogea huko kwingine. Tunaambiwa tusikilize kwenye Mithali 4:20 na 22, sasa mwanangu, sikiliza maneno yangu, tega sikio lako uzisikie kauli zangu, maana ni uhai kwa wale wazipatao na afya ya mwili wao wote. Nilikuwa nasikiliza nani ya Sister Rebecca, nikawa alikuwa anaongelea kwa habari ya kuombea kusikia. Unaweza ukaenda kule ukasikiliza zaidi, lakini kitu kingine kimoja ambacho nilijifunza hapa ni kuhusiana na kutega masikio. Kwanza unatakiwa usikilize maneno yake, maneno ya Mungu, then utege sikio lako ukazisikia hizo kauli, maana hizo kauli ni uhai kwa wale wanaozipata na afya ya mwili. Mbwa ni good example ya kutega masikio. Ana several different ways ambazo akiweka masikio yake anakuwa anafanya kitu fulani. Akiwa alert anataka kusikiliza sauti fulani ili aweze kuweza kujua kuna kitu fulani kinatokea mahali fulani, aweze kukimbilia kule. Uoga anayasogeza masikio yake kama ambavyo yanaonekana kwenye hii picha hapa. Wakati akiwa yuko kwenye kuappease, anakuwa ameyarudisha tu nyuma. Kwenye kuappease anakuwa ameyarudisha tu nyuma, ambayo ina maana hata usikivu unakuwa sio mzuri sana, kwa sababu ile sound waves zinakuwa hazipati nafasi kubwa ya kuingia kama anavyokuwa yuko alert. The same way akiwa relaxed ana different way ya kuweka masikio yake hivyo hivyo. Kwa hiyo na sisi kumbe tunatakiwa tutege masikio. Nilikuwa na search kujua kama sisi binadamu tunaweza tukachezesha masikio yetu. Mimi siwezi, lakini kuna watu ambao wanaweza kuyachezesha. Basi of course sio this way ambayo linageuka kabisa kama ambavyo mbwa anaweza kufanya, lakini cha muhimu ni kwamba ile attention yetu unapokuwa unasikia. Kwa mfano tuko saizi tunajifunza neno la Mungu. Je, tumetega masikio yetu kusikia au tuko bado tunaendelea na kitu kingine ambacho kinaweza kudistract? Labda kwa sababu kwa mfano kama simu, you can be uko kwenye Zoom lakini bado you can scroll ukatuma message nyingine za WhatsApp, you can scroll ukaangalia nani alisema nini kwenye sijui wapi huko kwingine, ambayo ina maana sasa unakuwa hujatega sikio lako ukapata kusikia, ambayo sasa it's more of a waste of time than kusema kukaa unataka umsikilize Mungu. Mungu atusaidie sana katika hilo. Lakini pia tunakuwa cautioned kwa tunachokisikia. Angalieni mlisikialo, take heed therefore how you hear. Kwa hiyo ina maana kumbe unaweza ukasikia na usisikie jinsi ambavyo you are intended to, ukapata message nyingine ambayo ni tofauti na ile ambayo ulitakiwa kuipata. Napenda kutolea mfano kwenye the same message za neno la Mungu la habari za wokovu, unaweza ukasikia lakini wewe ukapata kusikia kitu kingine tofauti na kile ambacho Mungu anataka ukifanyia uchukue hatua. Yohana 6:63 inatuambia roho ndio itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Kwa hiyo maneno tunayoyasikia ni roho. Na kama maneno tunayoyasikia ni roho na tumeambiwa tena ni uzima, ni vizuri kujitathmini kwamba mimi nasikiliza kitu gani. Kwa sababu unaweza ukawa katika kusikiliza na sasa hivi kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukawa unavisikiliza. Unaweza ukawa unasikiliza maneno ambayo yamecontain roho ambazo hazina uzima, zinakuja kukuletea wewe matatizo mengine. Kwa mfano neno la Mungu linatuambia kwamba mauti na uzima viko katika uwezo wa ulimi, na upendao watakula matunda yake. Tunajua kabisa kwamba ulimi mara nyingi tukiongea unatoa sauti. Kwa hiyo maana kama Mungu ameweka hiyo power ya life and death kwenye ulimi, na ina maana somehow sound is connected to that. Kwa hiyo yale maneno ambayo yanatoka kulingana na yametoka na roho gani, ndivyo ambavyo wewe utayapokea kulingana na roho iliyoko behind those words, alafu italeta the intended harm or grace kulingana na neno limecontain nini na wewe jinsi ulivyoipokea. Kwa hiyo ni vizuri kujitathmini kwamba tunasikiliza nini.
sometimes tunaweza tukasikiliza, kwa sababu unaweza ukawa unasikiliza mtu ambaye anamsema mtu mwingine kitu fulani, ambayo sasa automatically na wewe you carry that, sio kwa sababu ulikiona, lakini kutokana na kile ambacho umekisikia, alafu unaendelea sasa kukipeleka, unabakia na ile heart rate. Na I remember wakati long time ago tuko tunafundishwa amri za Mungu wakati wa kupokea, sijui kwani communion, sijui kipaimara ilikuwa, tukawa tunaambiwa kuhusiana na ile amri ya usiue. Nakumbuka mwalimu akatuuliza, wangapi hapa mmewahi kuua? Kila mtu mimi sijawahi. Maana mwingine akawa anasema okay, labda unazungumzia kuua nzi au kuua nini. Kuua binadamu, si ndio hivyo, kila mtu anasema sijawahi. Lakini nakumbuka yule mwalimu akawa anatumisha akasema, sio kwamba lazima umuue mtu kwa sababu umechukua kitu ukamuua, lakini kumbe unaweza ukamuua mtu kutokana na maneno mabaya ambayo unamzungumzia yule mtu kwa watu wengine. So yule mtu anakuwa amekufa kwenye macho ya wale watu. Kwa Mungu atusaidie to take control ya nini tunakisikia na tuwe intentional, kwa sababu at the end tuna decide. Tunaposhika social media, YouTube, una decide ya kitu gani ambacho utakisikiliza kutoka pale. Kwenye verse 18 tunaambiwa kwamba alipoitaja sanduku la Mungu, Eli ndo alianguka kitini pake kwa nyuma kando ya mlango, shingo yake ikavunjika akafa, maana alikuwa mzee tena mzito. Concern yake kubwa at that point tunaona kwamba ilikuwa ni sanduku la Mungu. Tayari alikuwa ameshaambiwa kwamba watoto wake wamekufa, lakini hiyo haikumfanya aanguke kitini pake kwa nyuma mpaka kufa. Lakini aliposikia kuhusu sanduku la Mungu kwamba limetwaliwa, tunaona ndio Eli anaanguka kitini pake na kufa, ambayo bado ikawa inarudisha kule kwamba pamoja na mapungufu ambayo Eli alikuwa nayo, lakini deep down in his heart bado alikuwa nakosa neno la kulisemea, like sijui niite reverence, sijui itakuwa ni sahihi, lakini bado alikuwa anapenda kumtumikia Mungu, even though alikuwa kama vile amemweka Mungu kwenye kwenye kiboksi, kwamba when it comes to my children, wewe Mungu sawa, nakupenda na nakutumikia, lakini when it comes to my children, basi hapana. Yani watoto wangu nitawalea hivi, najua unataka hiki, lakini hapa siwezi kuwaambia, things like that. At the same, hata sisi kwenye maisha yetu, kwa maana ina maana at some point tunampenda Mungu. Nikichukulia mfano hata mimi ni kwamba tunampenda Mungu, lakini sometimes kuna mambo ambayo yanatokea kwenye maisha ambayo tunayafanya kinyume na mapenzi ya Mungu, tukiwa tunajua, sio kwamba hatujui, tunajua, lakini ni kwa sababu tu ya either sijui ndio hiyo mob psychology, au ndio hiyo ya kutaka sijui, tunafikiri labda tunawapenda zaidi, labda kama hivyo watoto wetu tukiwafanyia hiki, wakati tunajua kabisa Mungu alisema hapana. Kwa hivyo ndo concern ilikuwa kwenye sanduku la Mungu, lakini still bado kama alikuwa iko kwenye concern na sanduku la Mungu out of reverence for God, ina maana bado kuna vitu vingine ambavyo alikuwa anaviona ni sawa kuvifanya, even though anampenda Mungu na kutaka kumtumikia. Na the same way can apply for us. Yani Mungu atusaidie tu kwamba tunapoamua kumtumikia Mungu, basi we should be all in, na sio kwamba just some parts of our lives ndio tunamweka Mungu kwanza, alafu vitu vingine tunakuwa vingine tunamweka Mungu kwanza, vingine tunaweka hivyo vitu vingine tunavyovitaka kwanza. And then tunaona Eli anakufa. Sitaongezea sana hapo. Nafikiri dada Kanana aliongelea na baadaye alikuja kuongea Prof. Tunaona Eli anakufa naye the same day without even knowing kwamba na yeye atakufa pamoja na watoto wake the same day. Lakini Eli anakufa akiwa amekaa kwenye kiti chake kile cha ukuu ambacho anakaaga kuhukumu alichokuwa anakaa kuhukumu wana wa Israeli. Anakufa akiwa amekaa kwenye kiti chake kama kuhani mkuu, kiti ambacho alikuwa anakaa kujudge wana wa Israeli. Tunaona judgment inamfikia akiwa amekaa kwenye kiti chake hicho cha alichokuwa anafanyia hukumu. Na hii issue ya akafa maana alikuwa mzee tena mzito. At first nikawa yani najaribu kujiuliza, yani why was the Bible so specific kwamba alikuwa mzito? Ukisoma Biblia sio sehemu nyingi sana unakuta Roho Mtakatifu aliwaongoza watu kuelezea physique ya wale watu ambao walikuwa wanawazungumzia.
Mara chache sana unaona kama sehemu anasema labda alikuwa na uso mzuri, alikuwa na umbo zuri, kama alikuwa anamzungumzia David au Raheli mke wa Isaka hivyo, lakini hapa akasema alikuwa mzee tena mzito. Kwenye Samueli wa kwanza 2:29 neno la Mungu lilizungumzia hii kitu kwamba wakati yule mtu ametumwa kwenda kuongea na Eli alisema hii sentensi moja, kwa nini basi, ulikuwa ni ujumbe kutoka kwa Mungu, kwa nini basi mnaipiga teke dhabihu yangu na sadaka yangu nilizoziamuru katika maskani yangu, ukawaheshimu wanao kuliko mimi, mpate kujinenepesha kwa sadaka zote za watu wangu Israeli zilizo njema. One of the things ambavyo Mungu alikuwa amevitaka wakati watu wanampelekea sadaka ilikuwa ni kwamba mafuta yalikuwa ni ya kwake yeye, alikuwa anataka yaende yakatolewe sadaka, yakateketezwe, yalikuwa yanatolewa ni kwa ajili ya Mungu. Ukija kusoma ile 1 Samuel 2 wakati wanaelezea habari za Hofni na Phinehas walichokuwa wanakifanya, one of the things walichokuwa wanakifanya walikuwa wanataka wapewe wao sadaka kabla mafuta haya hayajatolewa, ambayo Mungu alikuwa ameweka specific kwamba mafuta ni ya kwake yeye. Kwa hiyo hii ya mpate kujinenepesha kwa sadaka zote za watu wangu Israeli zilizo njema, ina maana kutokana na zile sadaka ndio walinenepa. Lakini sasa wakati nasoma ni kwamba ilikuwa inasema Hofni na Phinehas, somehow kama inamzungumzia na yeye alikuwa mzee tena mzito as part of this, ina maana somehow na yeye alikuwa anakula zile sadaka. That much I don't know, lakini ni katika tu kujaribu kumake hiyo connection ya kwamba katika uzito huu, je, ni kutokana na zile sadaka ambazo Mungu alikuwa ametoka kuwaambia kwamba walikuwa wanajinenepesha kwa sadaka za watu wake. Sina jibu hapo. Kwenye verse 20 tunaona kwamba hata alipokuwa katika kufa yule mke wa Phinehas, sasa tunaambiwa wale wanawake waliokuwa wanamsaidia walimwambia usiogope kwa maana umezaa mtoto mwanamume. Wakati I think sijui ni leo sijui ni jana, I think leo wakati napitia tena hii hapa nikasema kwa nini hakujibu? Nikawa nawaza kwamba inawezekana ni kwa sababu ya ule uchungu ambao alikuwa nao, ametoka kufiwa na mume wake na shemeji, baba mkwe. Lakini baadaye ndo nikaja kuangalia kwa anasema usiogope kwa maana umezaa mtoto mwanaume. Nikasema kumbe ndio no wonder hakujibu wala hakuwatazama, kwa sababu somehow mimi nilikuwa nikimwangalia huyu mama namuona kama ni mama ambaye anamjua Mungu ndani yake, na ndio maana pamoja na yale aliyokuwa anapitia akaamua kuname mtoto kutokana na kutwaliwa kwa lile sanduku la agano, kwa sababu alikuwa na value ule uwepo wa Mungu kwenye maisha yao kama Waisraeli. Lakini sasa walipokuwa wanamwambia usiogope kwa maana umezaa mtoto mwanaume, ni kama vile walikuwa wanamwambia mtoto huyu mwanamume ambaye umezaa, yani can be your source of joy or something like that, au source ya kukusaidia usiwe na fear. Lakini yeye hakujibu wala hakumtazama. Isaya 41:10 inakwambia, ilikuwa inatuambia usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Kwa hiyo Mungu anatuambia tusiogope kwa sababu yeye yuko pamoja nasi. Sio tusiogope kwa sababu tumezaa mtoto mwanamume. Sio tusiogope kwa sababu tuna pesa nyingi. Sio tusiogope kwa sababu tuna hela sana au tuna vyeo au tuna nini. Yaani matumaini yetu hayatakiwi kuwa kwenye vitu ambavyo vinatuzunguka. Au vitu ambavyo tulivyo au what we think connections tulizonazo mimi nafahamu fulani bwana, usinisumbue, ninaweza nikaenda kufanya 1 2 3 kikakukuta hiki. Lakini kumbe matumaini yetu yanatakiwa kuwa katika Kristo, na we see this same way hata leo kwa sisi wanadamu. Sometimes unakuta tukiwa na shida ni rahisi sana kusema nitaenda sehemu fulani, pale kuna fulani namfahamu atanisaidia 1 2 3, lakini kumbe tunatakiwa tuweke matumaini yetu kwa Mungu. Hata katika mambo yanayotutia hofu, kwa mfano, tunatakiwa tusiogope kwa sababu Mungu yeye yuko pamoja nasi. Amesema tusifadhaike kwa sababu yeye ndio Mungu wetu anayetutia nguvu, anayetusaidia, anayetushika kwa mkono wa kuume wa haki yake, and nothing else. Mungu atusaidie tuendelee kuweka matumaini yetu katika Kristo. Ikabodi alimuita mtoto Ikabodi kwenye mstari wa 21 na 22. As I said earlier, huyu dada
ninavyoona mimi ni kwamba alikuwa na knowledge ya Mungu na aliheshimu uwepo wa Mungu katikati ya wana wa Israeli. Kati ya vitu ambavyo nilianza kuviwaza hapo ni majina. Kuna mtu amezungumzia, nafikiri ni dada Jeni, kuhusiana na majina na maana zake. Tunaona huyu anampa mtoto jina akamwita Ikabodi akisema utukufu umeondoka. Kuna habari za Nabali kwenye 1 Samuel 25:25 ambayo mke wake anaenda kuongea na mfalme Daudi, anamwambia kwa maana kama lilivyo jina lake ndivyo alivyo yeye, jina lake ndilo Nabali na upumbavu anao. Kwa hiyo ukiangalia maana ya jina la Nabali ni fool. Umeona? And then kwenye Mwanzo wa 35:18 wakati alikuwa ni Raheli anakufa, wakati anamzaa Benjamin, alimuita mtoto wake Benoni, son of my sorrow. Tunaona jinsi ambavyo baba yake alikuja kubadilisha hili jina. Neno la Mungu linasema lakini baba yake alimuita Benjamin, son of my right hand. Nafikiri huyu mzee aliona, Jacob aliona akasema, kwa nini muite mtoto son of my sorrow? Inawezekana ndo akawa your source of sorrow throughout the rest of your life. Akaamua kubadilisha, akamuita mtoto son of my right hand. Ukija kusoma kwenye Luka 1, tunaona jinsi ambavyo Mungu hakutake chances kwa watumishi wao, kwa mtumishi wake Yohana kwamba atamwachia Zakaria aje atoe jina. Alishamwambia kule akasema jina lake utamuita Yohana kwenye Luka 1:13. Maana ya Yohana Hebrew ni Yohanan, ambayo God is gracious. Lakini pia tunaona majina ambayo Mungu aliyasema kwa ajili ya mtoto wake anayekuja kuzaliwa ulimwenguni. Kwenye Isaya 9:6 tunaona majina ambayo Yesu Kristo alipewa: mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, baba wa milele, mfalme wa amani. Na wakati malaika anaongea na Mariamu, alimwambia naye atazaa mwana, naye utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. And then also tunaona katika Mathayo 1:23 aliitwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo kuna majina, kuna maana kubwa kwenye majina ambayo sasa kama sisi tulishazaliwa tukapewa majina, tumepewa, hatujui walioko. You might be lucky kwamba mtu akakwambia kwa nini nilikupa hili jina, mwingine anasema nilikupa jina kwa sababu ni la bibi yako, huyu mwingine nilikupa kwa sababu kilitokea hiki, mwingine hiki, kulikuwa kuna njaa sana wakati huo ikawa hivi, ndio ukapewa hilo jina. Lakini hatuna chochote labda tunachoweza kufanya from that. I know people ambao wanakuja kubadilisha majina baadaye, lakini tukijifikiria kwa mfano sasa sisi ambao tumewapa watoto wetu majina kwa sasa, ambao tayari tuna watoto, tumewapa watoto majina, tukijiuliza ni kwa nini tuliwapa majina tuliwapa, sijajua sababu zako wewe, lakini mwingine inawezekana ni kwa sababu alikuwa ameingia kwenye Google akaangalia most popular names in 2025 for example, akaona majina sijui yanatokea mangapi pale, akachagua moja ambayo ni most popular. Au kuna yale tu majina mengine ambayo ya kuunganisha, unakuta mtu anaitwa, ukilifuatilia unakuta hiki na hiki yameunganisha akapata jina moja. Na je, ukipewa nafasi nyingine bado tutatoa majina haya tuliowapa watoto wetu au tutayabadilisha? That's just food for thought. Kwenye verse 22 tunaona anasema kwamba huo utukufu umeondoka katika Israeli. 8 minutes, okay. Akasema huo utukufu umeondoka katika Israeli, maana sanduku la Mungu limetwaliwa. Ili neno la utukufu in Hebrew is called kavod, meaning glory. Ambayo utukufu wa Mungu ni ile like onyesho la hadharani la sifa za Mungu, like a public display ya sifa za Mungu, ambazo sifa za Mungu ziko nyingi. To name a few: nguvu zake Mungu, utakatifu alionao, wema wake, hekima, upendo. Kulikuwa kuna ile public display ndio inaitwa utukufu wa Mungu. Tunaona katika Luka 2:9 malaika wa Bwana aliwatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Hao walikuwa ni wale wachungaji waliotokewa na malaika akiwaambia kwamba amezaliwa Mwokozi. Tunaona utukufu wa Mungu unakuwa associated na mng'aro mkubwa wa ajabu. The same way kwenye Hebrews 1:3 tunaambiwa kwamba Kristo yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake Mungu, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Tunaona mng'ao
unakuwa associated na utukufu. Wakati wana wa Israeli wanatoka Misri kwenda Canaan, neno la Mungu linatuambia kwamba walitanguliwa na Mungu mwenyewe aliwatangulia akiwa mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo ili kuwapa nuru, kwenye Kutoka 13:21 mpaka 22. Unajua ukikaa ukiimagine, wakati ule kulikuwa hakuna umeme, walikuwa wanatumia hiyo mianga ambayo walikuwa wanawasha, let's say kama uko nyumbani ndio unaweka sehemu fulani ili uweze kuangaza nyumba nzima. Kwa hiyo barabarani hakuna traffic lights au nini, and then wanatoka Misri kwenda Kanaani in the wilderness, giza usiku, ina maana hakuna kitu ambacho unaweza ukakiona. Can you imagine uwepo wa Mungu, utukufu wa Mungu uliokuwa unawatangulia in the form of a pillar of fire? Ina maana yani, I just cannot imagine. Sometimes nikaaga nikiwaza, I just cannot picture it, lakini ni utukufu wa Mungu mkubwa ambao ulikuwa umewatangulia ukiwaongoza usiku na mchana. Na tunaendelea kuona utukufu wa Mungu katika Kutoka 24:16 mpaka 17, wakati Musa amepanda juu ya mlima kwenda kupokea zile stones za amri za Mungu. Neno la Mungu linasema, na kuonekana kwake ule utukufu wa Bwana kulikuwa kama moto uteketezao juu ya mlima machoni pa wana wa Israeli. Kwa hiyo it is something ambacho yani ukiwaza hivi unakuwa kama upati the real picture of what was happening, lakini wenzetu waliona. Kutoka 25:1 mpaka 9 ndo tunaona Mungu akiwa anawaambia wana wa Israeli kwamba wamtengenezee tabernacle ambako wataweka sanduku la agano ili yeye apate kukaa kati yao, kama ambavyo tulisoma mstari last time. Na baada ya kuwa wameshatengeneza kila kitu kama Mungu alivyowaambia, ukisoma Kutoka 40, you can read all of it from verse 1. Lakini ndo tunaona kwamba baada ya kuwa kila kitu wamekimaliza, ndio neno la Mungu linasema kisha akaleta sanduku akalitia ndani ya maskani. Alafu kwenye mstari wa 38 unasema, ndipo lile wingu likaifunikiza hema ya kukutania na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Kwa hiyo baada ya lile sanduku la Mungu kutengenezwa kama ambavyo Mungu alikuwa amewapa maelekezo, lilivyowekwa ndani ya lile hema ya kukutania, utukufu wa Mungu ulifunika ile hema ukakaa pale juu ya ile maskani. Na neno la Mungu linasema kwamba na hapo lile wingu lilipoinuliwa kutoka juu ya maskani, wana wa Israeli wakaenda mbele katika safari zao zote. Bali kama lile wingu halikuinuliwa wakati ule, hawakusafiri hata siku ile lilipoinuliwa tena, kwa maana lile wingu la Bwana lilikuwa juu ya maskani wakati wa mchana, na mlikuwa na moto ndani yake wakati wa usiku, mbele ya macho ya nyumba ya Israeli katika safari zao zote. Kwa hiyo walikuwa wameuona utukufu wa Mungu kupitia kwenye sanduku ambalo walikuwa nalo kwenye tabernacle. Na from that sasa lilivyokuwa limechukuliwa, ndio yule dada sasa, yule mke wa Phineas akasema huo utukufu umeondoka katika Israeli. As we shared last time, sitarudia sana hii kwamba ilikuwa inamaanisha nini na nini. Ndani ya hema, ndani ya sanduku kulikuwa kuna maana, kulikuwa kuna fimbo, kulikuwa kuna vibao vya agano ambayo ilikuwa ni msingi wa agano la wana wa Israeli na Mungu. Hiyo ni katika Old Testament. Kwenye New Testament ambako Roho Mtakatifu mwenyewe anakaa ndani yetu sisi tukiwa kama hekalu, kama ambavyo tunaambiwa katika Wakorintho wa kwanza 6 mpaka 6 mstari wa 19. Yesu yeye mwenyewe sasa ndo anakuwa maana. Yesu yeye mwenyewe ndo anakuwa maana. Yohana 6:35 anatuambia, Yesu aliwaambia mimi ndimi chakula cha uzima. Ukisoma ya Kiingereza inasema I am the bread of life. Kwa hiyo sasa hivi hatuna tena hiyo maana ambayo ilikuwa ni physical, walikuwa wanaiweka pale, kwa sababu Kristo Yesu mwenyewe yeye ndo tayari ameshakuja, yeye ndo chakula cha uzima. Na ile fimbo ambayo ilikuwa inawekwa mle ndani kama chosen priesthood, ya ile fimbo ya Haruni iliyochipuka, tunaambiwa sisi kwamba sasa ndio mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, kwenye 1 Peter 2:9. Lakini pia vile vibao vya agano tunaona kwenye Waebrania 8:10, Mungu anatuambia anatupa sheria zake katika nia zetu na katika mioyo yetu, anaziandika. Naye atakuwa Mungu kwetu, nasi tutakuwa watu wake. Kwa hiyo now we don't have this physical sanduku ambalo yule dada sasa akasema utukufu umeondolewa. Sasa hivi Kristo, once umempokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu. Vyote hivi vinakuwa ndani yetu automatically.
Utukufu wa Mungu tunaweza tukauona kwenye vitu tofauti tofauti, kwenye kazi ya mikono ya Mungu, his creation. Zaburi 19 mstari wa kwanza unatuambia mbinu za uhubiri utukufu wa Mungu, anga latangaza kazi ya mikono yake. Lakini pia tunaona utukufu wa Mungu kwa Kristo Yesu mwenyewe. Luka 2:32 inatuambia nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa na kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Huyu alikuwa ni Simeoni wakati sasa amempokea mtoto Yesu alipopelekwa hekaluni. Lakini pia kwenye Yohana 2:11 inatuambia mwanzo huo wa ishara Yesu aliufanya huko Kana ya Galilaya, akaudhihirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu Kristo pia ni sehemu ya sehemu, yani ni jinsi nyingine ambayo tunaona utukufu wa Mungu apart from the God's creation. Lakini sisi pia kama believers in Christ pia tunakuwa na huo utukufu. Yohana 17:21 inatuambia nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Mungu anatupa utukufu wake for a special purpose. Ametupa utukufu, kwa mfano mstari unapotuambia anatupa utukufu wake kwa ajili ya umoja, ili sisi tuwe na umoja kama yeye na Baba walivyo na umoja. And in the bottom line katika yote haya ambayo Mungu anakuwa anatupa utukufu wake, katika Efeso 1:12-14 tunaambiwa kwamba sisi ni tupate kuwa sifa ya utukufu wake, nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini letu. Kwa hiyo sisi ni sifa ya utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu, sisi ni sifa ya utukufu wa Mungu, lakini Mungu anatupa utukufu wake pia kwa ajili ya kusudi lake yeye. Na tunatakiwa tumtukuze Mungu katika miili yetu. Na Mungu anataka turudishe utukufu kwake yeye. Wakorintho wa pili 3:18 inatuambia lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo kutoka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Na Mungu anatukumbusha katika Isaya 42:8 kwamba tumrudishie yeye utukufu. Utukufu wake anasema yeye hatampa mwanadamu wala hatawapa sanamu sifa zake. Kwa hiyo Mungu atusaidie kwamba pale ambapo watu wanauleta utukufu, kwa sababu utukufu wa Mungu kwenye maisha yetu unatufanya tuwe na those Christ-like characters. Kwa hiyo kuna mambo ambayo watu watayaona kwenye maisha yetu kutokana na jinsi ambavyo utukufu wa Mungu uko kwenye maisha yako, and then wanaweza akakupa sifa au wakasema kitu fulani, lakini we should always remember kwamba Mungu ametupa ule utukufu, tunatakiwa tu reflect back to him. Kwa Mungu atusaidie kumrudishia utukufu wake yeye, tusikae nao sisi kwa sababu sio wa kwetu. Alisema utukufu wake hata mtu mwingine, kwa sababu yote tunayoyafanya sio kwa sababu tuna uwezo au nini, ni kwa neema tu ya Mungu na kile ambacho amekiruhusu tuweze kukifanya kwenye maisha yetu for his glory. Na dhambi ni kitu kimoja kikubwa kinachoondoa utukufu wa Mungu. Neno la Mungu linatuambia katika Warumi 3:23 kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo tunapokuwa tumetenda dhambi ndipo tunapopungukiwa na utukufu wa Mungu. Which means ukitambua dhambi yako ukarudi kwa Mungu kwa toba, Mungu anarudisha tena utukufu wake back to you. Nitamani kuongea hiki kitu kwamba inawezekana kuna mtu ambaye anasikiliza either now au atasikiliza baadaye akaona kwamba huyu Mungu ana hasira kweli kweli, yani kumbe ukifanya hivi anaua, anafanya nini. Lakini bado Mungu ni Mungu wa rehema sana. Neno lake linatuambia kwamba yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye ugairi mabaya. Yes, ana hasira, lakini anasema yeye sio mwepesi wa hasira. Na Peter 2:3 mstari wa 9 inatuambia Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Kwa hiyo pamoja na kwamba yes, dhambi inamfanya Mungu aweze kuleta ghadhabu yake upon us, lakini Mungu sio mwepesi wa hasira, na mara nyingi unakuta tayari anakuwa ameshaongea na watu akiwaambia kwamba hili sio hivi, hili litakiwa kuwa hivi, lakini kwamba either tunakuwa hatusikilizi au ndio hivyo tu, just disobedience. Lakini Mungu bado anataka wote turudi kwake na kutubu, kwa sababu ingawaje wote tumefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wake, lakini tunahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, sawa na neno lake ambalo linatuambia katika Warumi 3:24.
kwa sababu Mungu aliupenda ulimwengu hata alimtoa mwana wake, ili kila ambaye anamwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo the first step is for us kutambua kwamba tumekosea wapi, tuombe toba, tukampokee Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, then tupokee zawadi ya Mungu kwa wote waaminio, ambayo ni Roho wake Mtakatifu. Roho Mtakatifu will guide us kwenye njia za Mungu na nini cha kufanya wakati gani. Na Mungu atusaidie tutumie wakati mzuri katika ushirika na yeye. Tukiwa na fellowship na Mungu tutamfahamu zaidi, ambayo ilikuwa ni basis ya chapter iliyotangulia. Then tutaweza kumsikia anapokuwa anasema na sisi na kutuguide. Asante sana moderator, naomba nirudishe kipindi. Amen. Ubarikiwe sana mtumishi na mbarikiwe wote. Basi tunaweza tukamaliza kipindi chetu tukafunga, alafu kama kutakuwa kuna kuendelea basi tutaendelea. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema asante kwa wema wako, asante kwa upendo wako. Asante mwaminifu hata kwa kipindi hiki ambacho umekuwa pamoja nasi. Tumejifunza kutoka kwako, tumesikia mengi. Tunalitukuza na kulinua jina lako. Asante kwa upendo mkuu ambao umetupenda sisi. Asante kwa ajili ya mtumishi wako ambaye ametumika kama chombo, na wengine wote ambao wameweza kuchangia, na wengine wote ambao wameweza kusikiliza. Baba, tunasema asante na tunakutukuza, na tukijua kwamba neno hili litaendelea kwa msaada katika maisha yetu. Litatusaidia hata sisi namna ya kulea watoto wetu, ndugu zetu, na hata sisi wenyewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunasema asante tunapoahirisha kipindi hiki, uendelee kuwa pamoja nasi. Tunasema asante katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Asante sana kwa kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.